Kristo asifiwe. Na kusalimu ndugu katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Ukisoma kitabu cha Yeremia sura yake ni ya 6, mstari wake ni wa 16. Neno la Bwana wangu Yesu linasema, Bwana asema hivi, simameni katika njia kuu mkaone, mkaulize habari za mapito ya zamani. Hii wapi njia iliyo njema? Mkaende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Lakini walisema, hatutaki kwenda katika njia hiyo. Lakini walisema, hatutaki kwenda katika njia hiyo. Neno la leo ni neno ambalo lengo lake kubwa ni kuamsha mioyo ya watu, ni kuamsha asila ya watu na njaa ya watu ya kumtafuta Mungu. Wakati Mungu anasema kwa kinywa cha nabii Yeremia kwa habari ya kujifunza kwa watangulizi, kwa habari ya kujifunza kwa watu wa nyuma, anaongelea mambo kaza wa kaza pale. Jambo la kwanza ni kusimama katika njia kuu. Jambo la pili ni kujifunza kwa waliotangulia. Lakini jambo la tatu ni kutafuta wapi njia iliyo njema. Alafu kione njia iliyo njema, alafu Biblia inasema utembee katika njia hiyo. Utakapotembea katika njia hiyo, ndipo utakapopata raha katika nafsi yako. Kwa nini walokole wa leo hawana raha kwenye nafsi zao? Kwa nini walokole wa leo ndio wanaongoza kuwa na magonjwa, wanaongoza kubondwa na magonjwa kaza wa kaza, kisukari, pumu, pressure, kansa, wanakuwa na magonjwa, na ili hali Biblia inasema kwamba aliyachukua madhaifu yetu, aliyachukua magonjwa yetu, na kwa kupigwa kwake Biblia inasema mliponywa. Maandiko yanasema akawaita mitume 12, akawapa mamlaka ya kupoza magonjwa, ya kutoa pepo wachafu na kupoza magonjwa na udhaifu wa kila aina. Lakini angalia, hao wapozao leo ndio wanaoumwa. Ni askari yupi anayeenda vitani ili hali anaumwa, ili hali ni mdhaifu? Ni askari yupi? Sasa maaskari wa leo kwa nini hawana raha katika nafsi zao? Ni kwa sababu hawajarudi kwenye njia kuu. Ni kwa sababu hawajatafuta wapi njia iliyo njema. Sikiliza, usipotafuta wapi njia iliyo njema, utakuwa unaabudu lakini ili hali bado unasumbuliwa na magonjwa. Unaabudu ili hali bado mapepo yanakukanyaga. Unaabudu lakini bado hauna raha nafsini mwako. Kwa nini hauna raha nafsini mwako? Kwa sababu bado hujasimama katika njia kuu. Hiyo njia kuu ni ipi? Katika kitabu cha Isaya sura ya 35 mstari wake ni wa 8. Na hapo patakuwa na njia kuu. Sikiliza, hapo patakuwa na njia kuu. Kitabu cha Isaya sura ya 35. Acha nikusomee. Kitabu cha Isaya sura ya 35 na mstari wake ni wangapi? Mstari wake ni wa 8. Biblia inasemaje? Na hapo patakuwa na njia kuu, na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita juu yake, bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio. Wajapokuwa wajinga hawatapotea katika njia hiyo. Sikiliza, patakuwa na njia kuu. Hiyo njia ina jina. Ndio maana Biblia inasema mkaulize wapi njia kuu, wapi njia iliyo njema. Hiyo njia ina jina. Jina lake inaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita juu yake. Sikiliza, unaweza ukachagua kupita kwenye hiyo njia, lakini hiyo njia kutokana na vigezo utakuwa unapita kwa shida. Hiyo njia inahitaji watakatifu. Lakini wewe waabuduo leo ndio hao wanaoachana na wake zao. Leo kuachana na mke na kuwa mke mwingine, na wachungaji wakafungisha ndoa ni jambo la kawaida. Ninayokisema hivi, nina ndugu yangu moja ni mchungaji mahali, siwezi nikamtaja, ameachana na mke wake na ameoa mke mwingine na amefunga ndoa na ni mchungaji mahali. Lakini leo waaminio hao ndo ambao wanatengana ndoa na kuoa mwingine. Leo waaminio hao ndo hao wanaopigana, ndo hao wanaozulumiana, ndo hao wanaopigana. Waaminio hao ndo hao wanaosingiziana. Wakikuona mchungaji umeinuka unakuja kwa kasi, ndo hao wanaokuchongea kwa viongozi wa serikalini. Leo waaminio hao ndo wanaokupeleka kwa mapolisi kwamba mtekeni huyo, mkamateni huyo. Waaminio wanaoitwa waaminio. Kwa nini? Kwa sababu wamepita kwenye hiyo njia. Hiyo njia ina vigezo. Hii njia inasema na hapo patakuwa na njia kuu, na hiyo njia itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita juu yake. Sikiliza ndugu yangu, ni bora ukutane na simba, anaweza kukulumia. Usikutane na watu ambao ndani yao yani kwa nje wanaonekana ni kondoo, lakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali, watakulalua. Ndio maana Biblia inasema jihadharini na wanadamu.
Okay, turudi hapa kitabu cha Isaya sura ya 35 mstari wa 8. Na hapo patakuwa na njia kuu, na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita juu yake, bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio. Wajapokuwa wajinga hawatapotea katika njia hiyo. Sikiliza, hiyo njia ina sifa yake ni utakatifu, lakini kuna watu wanaopita. Hao watu wajapokuwa wajinga, wanaonekana ni wajinga ila sio wajinga. Wanaonekana ni wapumbavu ila sio wapumbavu. Wanaonekana ni kama hawana akili ila wana akili, kama anavyosema Paulo katika kitabu cha Wakorinto. Anaeleza pale, anaeleza vizuri kabisa. Kwa hiyo njia inaonekana ni njia ya watu wajinga hivi, kama wasio na akili, lakini Biblia inasema hawatafanya nini? Hawatapotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Sasa nikurudi hapa. Sasa jambo gani ulifanya hapa? Ndio kuuliza kwa nini leo kanisa ndio linaongozwa kuwa na hayo mambo, hayo matatizo ambayo leo hii ni ngumu kuyahubiri. Ndio maana tunapohubiri utakatifu wanakushangaa, kwa sababu utakatifu wa watu wanasema utakatifu ni ndani ambaye hakuna hata anayeuona, kwa sababu utakatifu ni sharti tuanzie ndani na nje uonekane. Kwa sababu Biblia inasema ewe Farisayo kipofu, safisha kwanza ndani ya kikombe, ndipo na nje yake itakapokuwa safi. Aliyeumba cha vya ndani ndiye aliyeumba vya nje. Sasa kwa sababu kanisa la leo halitaki kujifunza mapito ya zamani, halitaki kujifunza wa zamani walishije, ndio maana utaangalia kanisa la leo liko kama hivi lilivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ni muhimu sana kujua wazee wetu walitembeaje na Mungu. Ni muhimu sana kujua wazee wetu walitembeaje na Mungu. Kwa nini tujue? 1, tujue Ukristo ulipotokea. 2, tutajua Ukristo ulipo sasa. 3, tutajua Ukristo unaelekea wapi. Ndio maana ni muhimu sana kujua wazee wetu wa imani walitembeaje na Mungu. Mitume walitembeaje na Mungu. Manabii walitembeaje na Mungu. Ni vizuri kujua. Tukijua tutajua Ukristo ulipotokea, tutajua Ukristo uliopo sasa, tutajua Ukristo unakoelekea sasa. Leo angalia kanisa la leo. Angalia kanisa la leo lilipo. Angalia lilipo. Kanisa linapaswa kujifunza. Kanisa linajifunza kwenye teknolojia. Kanisa linajifunza kwenye TikTok. Kinaitwa kizazi cha AI. Angalia leo kanisa lipo. Michezo makanisani inacheza midundiko ile ambayo umeona kwenye TikTok, ambao umeona kwenye TV. Angalia wanavokata viuno makanisani. Angalia wanavonengua. Mchungaji mmoja siwezi kumtaja, anawaambia washirika wake, kata mama. Mungu amekumba hicho kiuno, kata. Angalia anavyomwambia kata. Si anakata nini kanisani? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa lazima tujifunze kuhusu watangulizi wetu wa imani. Kwa nini tujifunza? Nimekuambia tujue mahali kanisa lilikuwepo wakati huo, alafu tujue mahali kanisa lilipo sasa, alafu tujue mahali kanisa linakokwenda baada ya miaka kadhaa. Hebu nikuulize, kwa hali hii baada ya miaka 10, kama kanisa halitafanya matengenezo, baada ya miaka 10 kanisa litawaje? Si watu wataingia na chupi kanisani? Kama leo hii watu wanaingia na vimini na wanachekelea. Watu wanaingia na masuruali, wanawake wanaingia na masuruali na wanachekelea. Wachungaji wanawabariki. Baada ya miaka 10 wasiposimama wana uamsho kama mimi na wewe, tusiposimama, watu wataingia na nini kanisani? Watu wataingia kanisani wametega nyonyo mpaka huko. Sema amen. Ndio maana Ayubu anasema, Ayubu sura ya ngapi? Sura ya 8. Angalia kitabu cha Ayubu. Kitabu cha Ayubu sura yake ni ya 8. Mstari wake ni wangapi? Mstari wake ni wa 8. Acha nianze hapo. Biblia takatifu inasemaje? Basi uwaulize tafadhali vizazi vya zamani. Ujitie kuangalia yale baba zao waliyatafuta. Jifunze kwa vizazi vya zamani. Kwa nini? Biblia mstari wa 9 anasema, kwani sisi tu wajana tu, wala hatujui neno, kwa kuwa siku zetu duniani ni kivuli tu. Sisi tu wajana. Na kuuliza wewe baba fulani, wewe mama, wewe dada, wewe ni wajana tu. Na miaka mingapi wewe? Una miaka mingi? Wewe ni wajana tu, hujui kitu. Hatujui kitu, na kila sababu ya kurudi kwenye Biblia tuangalie wakina Paulo walishije, wakina Yeremia walishije, wakina Elia walishije, wakina Enoko ambao Biblia inasema watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao Mungu akawahamisha. Wakina Elia Mungu akawahamisha, walishije? Rudi huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Rudi huko. Angalia mstari wa 10 anasemaje? Je, hawatakufunza wao na kukueleza na kutamka maneno yatokayo mioyoni mwao? Angalia, watakufunza. Lakini Biblia inasema katika Yeremia 6:16 wakasema hatutaki kuenenda katika njia, hatutaki. Sikiliza, lengo langu kama mhubiri wa injili hii ya uamsho
ni kukuonesha wewe upentekoste ulipotokea. Lengo langu kama mhubiri ni kukuonesha upentekoste ulipotokea na unavyotakiwa kuwepo sasa na unavyotakiwa kuelekea huko mbele. Ndio lengo langu kama mhubiri. Je, ulipo sasa ndio huo upentekoste ambao wakati ule mitume wakiwa wametoka gorofani walipokuwa wamegawani, ambapo Roho Mtakatifu aliwashukia na ndimi zikawaganyikia, walipotoka wakaanza kunena kwa lugha mpaka watu wakaanza kusema, jamani, hivi hawa si wa Galilaya? Mbona tunawasikia wananena kwa lugha zetu wenyewe? Mbona tunawasikia wakisema matendo makuu ya Mungu? Sasa angalia leo wa Pentekoste wa leo wanapojazwa na Roho Mtakatifu wananena matendo makuu ya Mungu. Au wa Pentekoste wa leo ambao wanajazwa Roho Mtakatifu wakitoka kanisani, wametoka kujazwa Roho Mtakatifu, wakitoka kanisani wakiingia mitaani, hao ndo watukanao, hao ndo wapigayo watu, hao ndo wezi hao. Sasa angalia upentekoste ulikuwaje. Upentekoste zamani Biblia inasema wakasema mmelewa nyinyi. Angalia hapa, nikurudisha hapa upentekoste wa zamani. Kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura yake ni ya 2. Angalia. Sura yake ni ya 2. Anasemaje? Mstari wa 4. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia. Na walikuwa kwa Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Waliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu, wakiambiana, tazama, hao wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Wapasi, Wamedi. Angalia, anataja hapo watu waliokuwa wanasikia lugha zao wenyewe wakiongea matendo makuu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakiongea matendo makuu ya Mungu. Sasa je, kizazi kile kilichotetemesha dunia wakati ule kiko wapi? Je, wao walikuwa tofauti na kizazi hichi? Au mitume ambao nguo zao ziliponya wagonjwa, ambao vivuli vyao viliponya wagonjwa, ambao leso zao achana hizi leso za mitume na manabii wanaobandika stika hawa. Achana na hizo. Achana hizo ambazo wanasema nunua, wale wakuziuza. Wale zilikuwa watu wanakimbilia tu vivuli, wanakimbia leso. Hakuna, Biblia inasema hakuna amali. Biblia inasema Petro au Paulo akauza leso. Achana hiyo leso nao nunua kwa mtume huo na nabii huyo. Achana hizo, achana hao au wapiga fedha. Mimi nasema hawa mitume na manabii ambao leso zao ziliponya wagonjwa, ambao vivuli vyao viliponya wagonjwa. Je, walikuwa na kitu special kuliko kanisa la leo? Walikuwa na kitu special? Hapana. Walikuwa ni watu wa tofauti? Hapana. Ni kwa sababu walijikita kumtafuta Mungu kwa kupeleleza sana watu wa zamani walifanyaje, nao wakatembea katika njia hiyo. Lengo langu la pili ni kuinua njaa. Ni kuinua njaa ya kila anayenisikiliza kumtafuta Mungu ili atembee katika viwango vikubwa vya madhihirisho ya nguvu za Mungu. Ukuinua wewe unayenisikiliza utembee katika viwango vikubwa vya madhihirisho ya nguvu za Mungu. Nisikie wewe. Inawezekana kutembea na Mungu. Inawezekana kutembea na Mungu ikiwa mtu ataamua kulipa gharama. Inawezekana kutembea na Mungu ikiwa mtu ataamua kulipa gharama. Inawezekana kabisa kutembea na Mungu ikiwa mtu ataamua kufanya, ataamua kulipa gharama ya kutembea na Mungu hapa duniani. Kama hao mitume walivyolipa gharama, kama hao manabii walivyolipa gharama, na wewe